mipaka na mikaka. Ni karne nyingi katika ulimwengu wa Kiislamu, hadithi zinazotahadharisha, hadithi zinazokumbusha na hadithi zinazofanya mwanadamu atafakari hatima ya dunia. Miongoni mwa hadithi hizo kubwa ni simulizi ya kiumbe atakayetikisa ulimwengu mwishoni mwa zama, Al-Masihi Dajjal. Katika mafundisho ya Uislamu, Dajjal si hadithi ya kubuniwa wala simulizi la kutisha la watu wa kale. Ni kiumbe halisi ambaye kuja kwake kumetajwa katika hadithi nyingi sahihi za Mtume Muhammad na rehma na amani zimshukie. Mtume aliwahi kuwaonya maswahaba zake kuhusu fitna yake kuliko fitna nyingine yoyote itakayowahi kutokea duniani. Je, Dajjal ni nani? Karibu sana katika simulizi hii. Ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Katika riwaya za Kiislamu, Dajjal anaelezwa kuwa ni mwanadamu, lakini mwanadamu huyu ana mtihani mkubwa kwa watu wa dunia. Mtume rehma na amani zimshukia alieleza kwamba Dajjal atakuwa kijana mwenye nguvu, mwenye ngozi ya rangi ya udongo iliyokolea na nywele zilizochangamka, lakini alama kubwa itakayomtambulisha ni jicho lake. Dajjal atakuwa kipofu katika jicho moja. Jicho hilo litaonekana mithili ya zabibu iliyovimba, na juu ya paji la uso wake kutakuwa kumeandikwa neno kafiri, maandishi ambayo waumini wa kweli wataweza kuyasoma hata kama hawajui kusoma wala kuandika. Lakini kilichofanya jina lake litishwe zaidi si sura yake, bali uwezo na majaribu atakayokuja nayo. Mtume Muhammad na rehma na amani ziwe juu lake alieleza kwamba Dajjal atapewa uwezo wa kufanya mambo atakayowafanya watu wengi kudhani kuwa yeye ana nguvu za kiungu. Atakuja na kile kitakachoonekana kama pepo na moto, lakini Mtume alifafanua kuwa pepo yake kwa hakika ni adhabu na moto wake kwa hakika ni rehema. Atapita katika miji na nchi nyingi akiita watu wamfuate na kumwamini kuwa yeye ndiyo Mungu. Kwa sababu ya majaribu makubwa atakayokuja nayo, baadhi ya watu watadanganyika. Ataita mvua inyeshe, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mvua itanyesha. Ataamuru ardhi itoe mazao, na ardhi itatoa kwa muda huo huo. Hivyo watu wenye imani dhaifu wataanza kumfuata na kumwamini, lakini waja wa kweli wa Allah watajilinda na fitna yake kwa kushikamana na imani na Qur'an. Lakini swali ambalo watu wengi huuliza ni hili: Dajjal yuko wapi sasa? Katika riwaya maarufu za Kiislamu inayosimuliwa na Sahaba Tamim Ad-Dari, inatajwa kwamba safari moja baharini ilimfikisha yeye na wenzake katika kisiwa cha ajabu. Walipofika huko, walikutana na kiumbe cha ajabu kilichoongoza hadi kwa mtu aliyefungwa kwa minyororo mikubwa. Mtu huyo aliuliza maswali mengi kuhusu dunia. Alipomaliza akasema, mimi ndiyo Masihi Dajjal. Riwaya hii imefanya wanazuoni wengi kueleza kwamba Dajjal kwa sasa bado yu hai, lakini amefungwa mahali fulani kwa amri ya Mwenyezi Mungu hadi wakati wake utakapofika. Na wakati huo utakapowadia, Dajjal atatoka upande wa mashariki katika eneo linaloitwa Khurasan. Ataanza safari yake ya kuzunguka dunia kwa kiasi kikubwa sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema atasafiri duniani mithili ya mvua inayochukuliwa na upepo. Atapita karibu kila sehemu ya dunia isipokuwa miji miwili mitukufu, Makka na Madina. Malaika watailinda miji hiyo, hivyo Dajjal hataweza kuingia humo. Fitna yake itadumu kwa muda mfupi, lakini ni nzito sana. Katika hadithi sahihi, Mtume alieleza kuwa Dajjal atabaki duniani kwa siku 40, lakini siku hizo hazitakuwa za kawaida. Siku ya kwanza itakuwa mithili ya mwaka mzima, siku ya pili itakuwa ni mwezi mmoja, siku ya tatu ni kama wiki, na siku zilizobaki itakuwa kama siku za kawaida. Hatimaye mwisho wa Dajjal nao umeelezwa wazi katika mafundisho ya Uislamu. Wakati fitna yake itakapofikia kilele chake, Mwenyezi Mungu atamteremsha Nabii Isa mwana wa Maryam alayhi salam kutoka mbinguni. Isa alayhi salam atashuka karibu na eneo la Damascus huko Syria katika ardhi ya Sham. Atawakusanya waumini, kisha watamfuata Dajjal. Na katika eneo linaloitwa Lud, Nabii Isa atamkabili Dajjal. Hapo ndipo safari ya fitna kubwa zaidi katika historia ya mwanadamu itakapomalizika, kwa kumuua Dajjal na dunia kuanza kipindi kipya cha haki na uadilifu. Hivyo ndivyo Uislamu unavyosimulia kisa cha Al-Masihi Dajjal, si kama simulizi la kutisha tu, bali kama onyo kwa wanadamu kuwa washikamane na iman, kwa sababu fitna kubwa zaidi katika historia ya dunia bado haijafika. Mtume alifundisha dua ya kujilinda nayo katika kila swala. Alitukumbusha tumwombe Mwenyezi Mungu atulinde na fitna ya Masihi Dajjal, kwa sababu kama walivyosema wanawazuoni wengi, hakuna mtihani mkubwa kwa mwanadamu tangu kuumbwa kwa Adam hadi mwisho wa dunia kama fitna ya Masihi Dajjal. Na hivyo basi hadithi Al-Masihi Dajjal inamalizika hapa, si kama hadithi tu ya kutisha, bali kama kikombe cha tahadhari kilichotolewa kwa wanadamu wote. Dunia imejaa fitna, na kila moyo unanyoosha mguu wake katika dhambi unakumbushwa ushikamane na iman, mtegemee Mwenyezi Mungu na kuwa watulivu katika dhoruba za dunia. Dajjal atatokea, nguvu zake zitakuwa kubwa, uongo wake utatishia wengi, lakini hatimaye wala hatuwezi kupotea ikiwa tumejizatiti na Qur'an na Sunna ya Mtume. Kila tafakari ya hadithi hii ni mwangaza unaoangazia njia ya haki,
Kila tahadhari ni kielelezo cha upendo wa Mwenyezi Mungu kwa viumbe wake, na kila funzo ni silaha ya kiroho inayotulinda kutokana na fitna kubwa zaidi. Hivyo basi tusimame imara, tusome Qur'an kwa moyo, tuswali kwa dhati, na tusimame kinyume cha dhoruba za uongo na udanganyifu. Dunia inaweza kubadilika, nguvu zinaweza kuonekana za ajabu, lakini imani ya kweli katu haiwezi kuanguka, na mwanga wa Allah daima utaangazia mioyo yetu. Kwa hiyo simulizi ya Dajjal ni kumbusho, si hofu tu, ni mwaliko wa kutafakari, kuepuka udanganyifu na kusimama imara katika nuru ya ukweli. Abdullahi mwana Maalim Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.